Gilly Bonny Online TV. Mheshimiwa Rais wakati anaomba ridhaa kwa mara ya pili akasema fungu hili halitoshi kwa sababu bajeti za halmashauri zetu tunazijua. Hebu sasa tuongeze bilioni 200 kwa ajili ya kuongeza nguvu ili vijana, wanawake, watu wenye ulemavu waweze kunufaika. Kwa sisi uchaguzi ulipoisha tukasema kupitia programu hii tutazunguka mkoa mzima kwenda kwanza kuambia vijana asanteni kwa kuichagua CCM. Kwa sababu uungwana ni vitendo. Tangu 23, 24, 25 tulikuwa tunafanya mikutano ya kampeni, na sisi miaka yote hiyo mfululizo tumekuwa tukifanya ziara, si ndio hivyo Arafa? Hii ni ya 4. Lakini kila tukifanya tunakwenda tunasema ichagueni CCM, ipeni imani, fanya hivi, fanya vile. Sasa vijana wakasema tunaongoza mapambano na CCM inafanya nini? Inashinda. Kwa hiyo tukasema awamu hii hatuendi tena kufanya mikutano ya hadhara, kwa sababu hatuombi kura walishatupa. Tuna madiwani, tuna wabunge, tuna rais. Ni kuambia asante na kuwaonyesha sasa baada ya kutupa ridhaa kama CCM ni nini kinapatikana kwenye serikali yao. Kwa hiyo ulichosema tunachofanya sisi ni kwenda kutoa elimu, kutoa hamasa na kuamsha vijana na makundi mengine kwamba angalieni hawa wamepata. Ndio maana humu unaona alikuwa anasema katibu hapa, tunasema vikundi vilivyonufaika ili vitoe shuhuda kwamba jamani tulipata, tumefanya 1, 2, 3 na tumepata tija kwenye shughuli tunazozifanya. Lakini wale ambao hawajapata na wenyewe tuwe ni sehemu ya kuhamasisha kwamba jamani bajeti haitoshi, lakini bado kuna fursa 1, 2, 3 zinakuja. Lengo ni nini? Watu waendelee kuwa na imani na serikali yetu, vijana waendelee kuwa na imani na chama chetu. Nilikuwa nawachekesha jana wenzangu hapa wakati tumeripoti hapa Bukoba vijijini kwamba nimemuona kiongozi mmoja, tena sio kiongozi mkubwa wa vijana kwenye chama fulani, anajaribu kufanya upotoshaji mkubwa sana kuhusu shilingi bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa. Na mimi nikawa nawachekesha, nikamwambia mimi huwa sinaga jambo dogo. Sitamjibu kwa sababu ni uhuru wake kutoa maoni, lakini pia kumjibu ni kumpa heshima wakati mwingine ambayo hastahiki. Lakini ni vema tukatoa ufafanuzi kwenye zile hoja alizozitoa ili angalau wa Tanzania na vijana wasije wakapotoshwa, kwa sababu wakati mwingine uongo ukiachwa ukatamalaki unaaminika. Sasa nikawa nasikitika kwamba kama huyu ni kiongozi mkubwa wa vijana kwenye chama, uelewa wake ni mdogo kiasi kile, je, hawa viongozi au vijana walioko chini yake wana uelewa gani? Kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba bilioni 200 alizozitoa Mheshimiwa Rais zimeeleweka hata kwa mtu ambaye hajaenda shule. Yaani mtu ambaye hana kisomo chochote ameelewa dhamira ya Mheshimiwa Rais katika kuyawezesha makundi ya vijana, wanawake na watu wengine. Nilivyomsikiliza nikapitia tena hotuba za Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni tarehe 28 mwezi wa 8, nikapitia hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge, nikapitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati anakabidhi hundi ya fedha tarehe 5 Februari. Nikaona kwanza anachokisema hakielewi, kwa sababu anataka kuaminisha watu kwenye zile hoja 7 alizozitoa kwamba fedha hizi ni za vijana tu, na hivyo anamshurutisha waziri wa vijana atoe utaratibu wa namna ya fedha zitakazopatikana. Sasa hili sio sawa, na sisi kama vijana wa mkoa wa Kagera kwa kinywa kipana tunasema hili sio sawa. Fedha hizi ni za makundi, na nilikuwa naangalia hapa kwenye hiki kitabu cha hotuba Mheshimiwa Rais alisema vizuri kurasa wa 13 kwamba katika hatua ya kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake tutatenga shilingi bilioni 200. Lakini akaongeza kwa kusema aidha kwa kushirikiana na sekta binafsi tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana ambayo tunasema ni Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwezeshaji wa biashara za vijana.
lakini ukimsikiliza yule kiongozi anajaribu kupotosha kwamba fedha hizi hazina usimamizi. Jamani, wewe ni afisa maendeleo. Kuna mtu ana mashaka na usimamizi wa fedha kwenye taasisi za kibenki? Sababu fedha hizi haziji kwenye halmashauri zikatolewa mkono kwa mkono. Ni fedha ambazo zinatoka kwa utaratibu wa taasisi za kibenki. Halmashauri na wataalamu wanabaki kuwa wasimamizi. Lakini bado katika hoja za huyu kiongozi anajaribu kupotosha zaidi. Anasema hizi fedha katika utolewaji wake ilibidi waziri wa vijana baada ya kuzitoa leo, baada ya kukabidhiwa hundi leo, kesho atoe utaratibu wa namna ya fedha kutoka. Jamani, sisi wote hapa tunajua masuala ya fedha. Fedha zina utaratibu wake. Kwa anachokifanya yule, anajaribu kuipreempt serikali, kuonyesha kwamba serikali imeshindwa wakati serikali ipo kwenye nini? Kwenye mchakato. Kwa haya nimeona nieleze. Lakini kwa masikitiko mengine, sisi hapa ni siku ya 5 tuko tunahamasisha. Mimi niliamini na yeye kama kiongozi wa vijana angetumia fursa hiyo, anao vijana wako chini yake, angetumia fursa hiyo kuwaelimisha vijana wenzake, kuwaelimisha vijana walio chini yake kwamba fedha hizi zinatoka, kwa hiyo kaeni mkao wa kula, kuliko kwenda kufanya upotoshaji. Kwa hiyo hili nimeona tuliseme, kwa sababu ndio moja ya dhamira na lengo la ziara yetu. CCM oye! Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.